Hongera sana Kibo. Ile mimba imefikisha miezi 5. Na huu ndio muda wa mavuno. Sawa mama. Pole. Asante. Unakwepa nini? Hakuna kitu cha kukwepa hapo. Sasa hii mbona kama balaa? Shida nini? Mbona leo tumbo linaniuma hivi? Ni ile dawa ya mganga. Maana toka nimeitumia Wewe nini? yaani mama hata sielewi. Maana tu tumbo linaniuma, linaninyonga. Nasikia tu maumivu. Yaani nimekuona muda. Kwani mimba yenyewe ina miezi mingapi? Au ni uchungu? Hapana mama, huwezi kuwa uchungu. Yaani ndio kwanza ni miezi 5. Miezi 5? Sasa shida nini? Usije ukawa unatoa mimba. Maana nilikuwa nakuangalia tu ni muda mrefu. Naona unajinyonga nyonga au unajinyonga nyonga. Nilisimama hapo na kuangalia. Lakini sasa siwezi kumwambia chochote mama kuhusu mganga. Naijua akili yake, hatuwezi kuelewana. Hata kama itakuwaje, siwezi kumwambia kwamba nimetumia dawa ya mganga. Mama, nitoe mimba sasa hivi na ilivyokuwa hivi? Siwezi kutoa mimba. Kwanza ukizingatia Gaspar kuikataa. Alafu mama, unajua kuwa Gaspar amepata kazi. Amepata kazi? Ndiyo. Na ananihudumia. Alafu kwa baadaye anaweza akawa msaada mkubwa sana hapa nyumbani kwetu. Unasema kweli? Ndiyo mama. Sawa mwanangu, lakini mimi nilikuwa naona twende hospitali. Hapana mama, ngoja niende nikalale nikajisikilizie. Ila nikiona pamezidi nitakuja kukwambia twende. Usisite kuniambia ukiona maumivu yamezidi. Sawa mama. Pole. Asante. Safi sana. Na huu ni mwanzo mzuri sana wa jambo langu. Ni lazima litimie. Hongera sana Kibo. Ile mimba imefikisha miezi 5. Na huu ndio muda wa mavuno. Unakwenda kupata utajiri sasa. Na utapata mara 2 ya ule wa kwanza. Hongera sana. Asante sana wakuu. Na hata hivi mganga aliniambia kuwa kazi yangu inakwenda kuwa nyepesi sana. Na akaniambia kuwa yule mwanamke ambaye ana hiyo mimba kwa ajili ya kafara alienda pale kilingeni kwake akihitaji msaada, na mganga kampa dawa kwa ajili ya kuanza taratibu za kafara yetu. Kwa hiyo akanihakikishia kuwa swala langu limekwenda kukamilika. Kwa hiyo nawashukuru sana wakuu. Asanteni sana. Na ndio maana nimekuja kukupa hongera. Hilo nimeliona. Asanteni sana wakuu. Nashukuru sana. Kiukweli nimepambana sana kurudisha utajiri wangu, na sasa nauona utajiri wangu huo unarudi. Asante sana. Sasa
hapa natakiwa nimtafute Kisha haraka iwezekanavyo, maana najua alinikimbia mimi kwa sababu pesa zangu zimeisha. Sasa naenda kumwambia kuwa anatakiwa kurudi kwenye himaya yangu haraka iwezekanavyo, maana najua huyu nikimwacha anaweza kuniharibia mambo yangu. Sasa basi itabidi kwa namna yoyote ile arudi tena kwenye himaya yangu. Na kama hatakubali kurudi kwenye himaya yangu, ajihadhari kwa lolote lile linaweza likampata, na kama si hivyo asishirikiane kwa lolote lile na Lina. Na siku nikigundua kuwa anashirikiana naye, kitu ambacho atakuja kumfanya ni kitu ambacho yeye mwenyewe atakuja kuweka historia katikati ya maisha yake. Afadhali nimeonana na wewe, kwa sababu hata hivi lengo langu kubwa lilikuwa kukitafuta nikizungumza nawe. Kubwa zaidi, nakumbuka mara ya mwisho ulinikimbia, na ulinikimbia kwa sababu sina pesa. Lakini kwa wakati huu mambo yangu yanakaa sawa, pesa zangu zinakwenda kurudi kama ilivyokuwa mwanzo na zaidi ya mwanzo. Sasa basi nahitaji urudi kwenye himaya yangu kama tulivyokuwa mwanzo, tuendelee kufanya kazi kwa pamoja, tena kwa umoja. Au wewe unasemaje? Kibo, unaomba nirudi kwenye himaya yako kwa kipi? Ukumbuke uliyoyatenda kuhusu mimi. Katika makubaliano ilikuwa tuwe kitu kimoja, lakini tunavyoendelea na safari hii tumeingia msituni. Ulinikimbia, hukudiriki hata kugeuka nyuma, na kila nikilala ninakuota. Ni vibaya mpaka na kuogopa, na siwezi kurudi kwako kwa sababu ni mtu mbaya sana, na unakoelekea utanitoa hata mimi. Kwa hiyo naomba nikuache na mambo yako, uniache na mambo yangu. Sitaki unifuatilie, tafuta watu wengine, mimi achana na mimi. Unasema nikuache? Na unasema kwamba nimetenda mambo mabaya? Hivi Kisha ni jambo gani baya ambalo mimi nimelitenda pasipokuwa na wewe? Yaani wewe ndio kiungo changu, wewe ndio kila kitu. Kila jambo nililolifanya mimi, lililokuwa baya, lililokuwa zuri, nimefanya mimi na wewe. Na wewe ndio ulikuwa jitihada yangu ya kufanya kazi pamoja. Kwa hiyo basi, kama mimi unaniona mbaya, hata wewe ni mbaya vile vile. Unakwepa nini? Hakuna kitu cha kukwepa hapo. Naomba unisikilize vizuri. Tena unisikilize kwa umakini. Kama umeamua kukaa mbali na mimi, hakikisha ukae mbali na mambo yangu yote. Nisije kusikia unashirikiana na Lina kwa lolote lile, wala kumsaidia jambo lolote lile. Kisha na kama nikigundua kuwa bado unaendelea kushirikiana na Lina, kumwambia taarifa zangu, sitokukanya tena kwa maneno. Nitakukanya kwa njia ambayo hujawahi kuiona katika maisha yako. Nadhani umenielewa. Mungu wangu, yaani na siku ya pili sasa, yaani maumivu mwanzo mwisho. Jamani, hivi yule alikuwa ni mganga kweli ananisaidia, au utakuwa ni mpango wa Kisha Kibo pamoja na mganga?
hapa inatakiwa niwe makini, maana naweza nikapoteza mtoto wangu hivi hivi. Angalia. Kafara ya mimba ya kafara ya mimba ya kafara ya mimba ya agano la kuzimu mimba. Je, upo Songwe Mbeya na unahitaji chakula? Sisi France Mbuzi Choma tupo kwa ajili yako. Tunakuletea vyakula tofauti tofauti kama vile kuku choma, mbuzi choma, chipsi yai, mishkaki na vingine vingi. Lakini pia chakula pendwa cha Tanzania, ugali pia unapatikana hapa. Alafu kingine usichokijua, tunakuletea popote pale ulipo. Kwa namba moja tu tunakufikishia popote pale ulipo. Enjoy na France Mbuzi Choma. Uwe France, ongeza nyingine.